aliyepewa hikma bila shaka amepewa khairi nyingi. وبلغ الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وله من الذاكرين. صدق ربنا ذو الجلال والإكرام. اللهم انفعنا بالقرآن وعمنا بالغفران. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وفهمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين وتمم به نعمك علينا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tukiendelea na darasa letu katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, tukiwa katika siku ya Ijumaa ambayo kawaida huwa tunafanya mukhtasar darasa la tafsiri, kisha tukaendelea na dua ambayo kila siku ya Ijumaa tuko katika nidhamu ya kusoma dua baada ya darasa la tafsir kwa sababu nyingi. Miongoni mwa hizo sababu, siku ya Ijumaa kuna saatul ijaba, na katika jumla ya masaa yaliyotajwa kwamba ukimwomba Mwenyezi Mungu dua inakuwa makbul, ulama wengi wamezungumza ni baada salati al-asri mpaka maghrib. Kwa ajili ya kupatiliza nafasi hii huwa tunasoma dua siku ya Ijumaa. Pia kwa sababu ni mwezi wa Ramadhan na aliyefunga dua yake huwa ni makbul, kwa ajili hiyo tunapatiliza yote: kukubaliwa dua ya mtu aliyefunga, pia kupata saa ambayo imeashiriwa katika siku ya Ijumaa. Riwaya zimekuja mbalimbali, wengine wakasema ni pale imamu anapopanda mimbar, khatib anapopanda mimbar, wengine wakasema ni pale anapokaa kati ya khutba mbili, wengine wakasema pale anapofunga swala na kwingineko, wengine wakasema baada salati al-asri mpaka maghrib. Kwa ajili hiyo, ili tupatilize yote hayo, ndio huwa tumeweka ada, wazee wetu wasimamizi wa msikiti wameweka ada ya kusoma dua siku ya Ijumaa baada ya darasa la tafsir. Kwa hiyo insha Allah tutaendelea na tafsiri kwa mukhtasar, kisha tusome dua ili tupate baraka ya siku ya leo insha Allah. Mola Subhanahu wa Ta'ala alipotueleza kudra zake na uwezo wake na utendakazi wake katika al-alamul ulwi, katika ulimwengu wa juu, ambayo ulimwengu umegawanyika sampuli mbili. Kuna al-alamul ulwi na kuna al-alamus sufli. Al-alamul ulwi ni ulimwengu wa juu ambao ni mbinguni, na alam ya sufli ya chini ni ulimwengu wa ardhini.
na yote ni ulimwengu, kwa sababu unapotaka kujua ulimwengu ni nini, tunaambiwa ukimtoa Mola Subhanahu wa Ta'ala, kilichobakia chote kinaitwa ulimwengu. Kullu ma siwa Allahi fahuwa alam, yani Mola Subhanahu wa Ta'ala haingii katika ulimwengu, kwa sababu ulimwengu umeumbwa, yeye ndiye muumba. Kwa hiyo vyote vilivyobakia ukimtoa Mola Subhanahu wa Ta'ala ndio vinaitwa ulimwengu. Sasa kuna ulimwengu wa kijini, kuna ulimwengu wa kibinadamu, kuna ulimwengu wa wanyama, kuna ulimwengu wa mimea, kuna ulimwengu wa majabali, vitu vikavu, kuna ulimwengu wa bahari. Hatumaanishi hizo ni vigawanyo vya ulimwengu, yani ni kama taifa la kibinadamu, taifa la wanyama, taifa la majini, taifa namna hiyo, lakini ulimwengu ni moja tu. Tayeb, lakini pia kwa sababu ya kufahamishwa vizuri ili uweze kutambua, kuna al-alamul uluwi na kuna al-alamus sufli. Al-alamul uluwi ni mbinguni na yaliomo, na malaika na nujum na majarrat, hivi vitu vinavyotembea katika ulimwengu wa juu, alam ya kijuu. Kisha kuna al-alamus sufli ambayo ndo tunaoishi sisi juu ya ardhi, na wote wanaoishi juu ya ardhi. Tuko katika ulimwengu wa chini na kuna ulimwengu wa juu. Tayeb, sasa Mola Subhanahu wa Ta'ala katika kutufahamisha sisi wanadamu tuliopewa sheria na tulotumiliziwa mitume, binadamu atataka kujua huyu Mungu aliyewatuma hawa mitume ni Mungu mwenye sifa gani, ufalme wake uko vipi, utendakazi wake uko namna gani, nguvu zake ziko namna gani. Ndio Mola Subhanahu wa Ta'ala akatupigia mfano wa kiulimwengu wa juu wa mbinguni, na sasa yatupigia mfano wa ulimwengu wa chini. Akatwambia Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha, yale tulioeleza jana na juzi. Mwenyezi Mungu aliyeinua mbingu bila nguzo zenye kuonekana, kisha akatawala katika ufalme, akadhalilisha jua na mwezi zikawa zinatembea, limustaqarri laha dhalika taqdirul azizil alim, wal qamara qaddarnahu manazila hatta aada kalurjuni alqadim. Haya yote ni mipangilio ya Mola anavyoyapeleka haya mambo aliyoyaumba. Kullu yajri li ajalin musamma, yote katika hayo aliyoyataja Mola yatembea kwa mipangilio maalum na kwa kiwango maalum na ajali ama kiwango maalum. Yudabbiru al-amra, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayepelekesha mambo na anayepangilia mambo. Yufassilu al-ayati, akizipambanua ishara zake. La'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun, huenda nyinyi hakika mukaweza kuwa na yaqini na kukutana na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mazungumzo haya Mwenyezi Mungu anazungumzia ulimwengu wa juu, al-alamul ulwi, nguvu zake katika mbingu na zinginezo. Sasa akatwambia kutufahamisha na ulimwengu wa chini, ambao ndio ulimwengu ni moja, lakini kama tulivyoeleza kwa sababu ya juu na chini. Wa huwa alladhi madda al-ard, Mola Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyetandika ardhi. Madda al-ard wal arda madadnaha, Mwenyezi Mungu anatueleza katika aya nyingi za Qur'an, yeye ndiye aliyetandaza ardhi au aliyetandika ardhi. Tayeb, waja'ala fiha rawasiya, na akaweka ndani ya ardhi milima ili isiweze kutetemeka ardhi. Na hii ni sanaa ya Mola, namna alivyotengeneza. Ametandika ardhi na ndani yake akaweka milima. Wa anharan, na akapitisha mito hapo ndani ya ardhi, milima, mito. Wa min kulli thamarati, na katika kila matunda aliyoyaleta Mola Subhanahu wa Ta'ala ulimwengu, ja'ala fiha zawjayn ithnain, akajalia mbegu mbili. Kila matunda katika ulimwengu Mola ameumba ikiwa na mbegu mbili, ya kiume na ya kike, kwa sababu yapate kuzaana. Hata mimea pia kuna ya kiume na kike katika mbegu zake za kumea. Wanyama vile vile, wanadamu vile vile, majini vile vile, ndege vile vile. Wewe unapotizama hata wanyama wadogo kama kina jiskafiri na wengineo,
utajua tu na wao pia mara nyingine wakifanya tendo la ndoa, wakioana, utajua hapa kuna kiume na kuna kike. Haya Mola ashatueleza. Na mimea vile vile, wa min kulli thamarat, Mola anazungumzia mpaka kwenye matunda kuna sampuli mbili, ya kiume na ya kike, ili yapate kuzaa. Wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayn ithnain yughshi al-layla an-nahar, Mola subhanahu wa ta'ala anaufinika mchana kwa usiku, yani usiku na mchana pia imekuwa ni kama mbegu mbili, al-laylu wan-nahar, ash-shamsu wal-qamar, al-ardu was-samaa. Yote hayo Mwenyezi Mungu ameweka vitu viwili viwili, na hii ndio nidhamu ya Mola subhanahu wa ta'ala, na anatuelezea inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, hakika katika hayo yote mlioelezwa kuna ishara za kuonyesha utendakazi wa Mola subhanahu wa ta'ala na nguvu zake na uwezo wake, liqaumin yatafakkaruna, kwa watu wenye kufikiria, kwa watu wenye akili. Ndio tukasema kilichotutofautisha sisi wanadamu na viumbe wengine ni akili, akili ya kufikiria. Mwanadamu ameumbwa ni kiumbe mwenye kufikiria, na ikiwa hutotumia fikra zako na akili zako, basi wewe unapambana na uwanadamu wako, ama unaua ubinadamu wako. Na ili mwanadamu atumie akili kisawasawa, ndio tukaharamishiwa kila kinachoharibu akili. Ndio maana ukaambiwa kulewa ni haramu, kila kinacholewesha ni haramu. Kwa nini? Binadamu anatakiwa ajiulize, kwa sababu mimi nimetofautishwa na viumbe wengine kwa akili. Hii akili yangu ndio inaniongoza katika maisha yangu, katika biashara zangu, katika maisha yangu ya kila siku, katika dini yangu, katika kufahamu haki za Mola subhanahu wa ta'ala, katika kuweza kuishi na watu. Sasa wewe umepewa tamyiz, umepambanuliwa na wanyama wengine kwa akili. Sasa ikiwa wewe utakuwa ni adui wa akili, basi ndo hapo umeharamishiwa ulevi, kwa sababu ulevi unafinika akili. Ni kama wewe sasa unapambana na Mola na hikma ya Mola aliyekupa akili ya kuwazia, wewe ukawa ni mwenye kuharibu akili. Ndo katika mambo ambayo tumewekewa katika misingi ya sheria kuhifadhiwa, ni mambo matano lazima yahifadhiwe: kuhifadhiwa akili ya mtu, kuhifadhiwa cheo cha mtu, kuhifadhiwa dini, na kuhifadhiwa mali, na kuhifadhiwa al-usulul khamsa, yani mambo matano ambayo yanafaa kuhifadhiwa: kuhifadhi nafsi, kuhifadhi dini, kuhifadhi akili, kuhifadhi mali, na kuhifadhi heshima ya mtu. Tumeelewana vizuri? Ndio pale wewe ikiwa umeenda kinyume na dini, unaweza ukachukuliwa hatua kwa sababu hukuhifadhi dini. Ndio pale wewe ukienda kinyume na kuhifadhi akili, ukapigwa mboko ya kuregeshwa ukiwa umelewa, kwa sababu wewe unaenda kinyume na sheria. Yale ambayo sheria imeweka yahifadhiwe, wewe unayaharibu. Ya kwanza ni kuhifadhiwa dini. Ndio pale Muislamu akawa yuko tayari hata kufa yeye kwa sababu ya kutetea dini yake, kwa sababu Mola amemwamrisha ahifadhi dini yake. Kuhifadhi sio kumtetea mtu tu akikosea, ni wewe usikosee dini, na mwingine akikosea achukuliwe hatua. La kwanza. La pili ni kuhifadhi nafsi. Man qatala nafsan fakaannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fakaannama ahya an-nasa jami'a. Misingi ya Qur'ani, anayeua nafsi ni kama ameua ulimwengu mzima, na anayebakisha nafsi ni kama amebakisha ulimwengu. Kwa sababu ukiua nafsi moja, wenye hiyo nafsi hawatakubali, wataua, na nyinyi mlouliwa mara ya pili mtaua tena, na wale wataua tena, itakuwa ni sasa kuua na kuua kuendelea. Ndio tukaambiwa kuhifadhi nafsi ni kama kuhifadhi ulimwengu mzima, na kuua nafsi ni kama kuua watu wote. Jambo la tatu ni kuhifadhiwa mali. Ndio maana ukaambiwa wala tubadhir, musifanye tabdhir, musichezee pesa wala mali. Innal mubadhirina kanu ikhwana shaitan wa kana shaitanu li rabbih, mwisho wa aya. Kwa hiyo tumekatazwa. Ndio maana tukaambiwa pia mtu anapoiba achukuliwe hatua, kama ni kukatwa mkono ama ni kufanywa vipi. Watu wanafikiria dini imekuja kukata mikono ya watu. Dini imekuja kuhifadhi mali ya watu. Mbona usitangulize hilo?
dini imekuja kunihifadhia mali yangu, ndio mtu anaponichukulia mali yangu kwa mabavu akapewa adhabu ya kukatwa mkono. Sasa hii dini imekuja kuhifadhi ama imekuja kuua watu? Imekuja kuhifadhi, kwa sababu utakapojua nikiiba nitakatwa mkono, hutoiba tena wewe, utakuwa umehifadhi mali ya mwenzako na mali yako pia na mwingine, kwa sababu hatoiba mali yako. Vile vile kuhifadhiwa nafsi, ndio maana ukaambiwa akiua mtu anauliwa, kwa sababu mtu atakapoona kwamba mwenzake ameuliwa kwa sababu ya kuua, hatoua tena. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, Mola anatuambia nyi wenye akili, kama muna akili, katika kisasi kuna uhai wenu, ndio maisha yenu. Ina maana kwamba mtu anapojua nikiua nitauliwa, ataua kweli? Hawezi kuua akijua nikiua nitauliwa, ndio hapo kunapatikana uhai. Lakini lau ingekuwa hakuna adhabu ya mtu anayeua, watu wangekuwa wanauana kiholela. Sasa angalia, binadamu hafikirii kwenye faida, anafikiria kwenye lile ambalo ameliona ni kosa. Dini ya Kiislamu ni dini ya kuua watu. Hii hukumu ya kuuliwa bwana hakuna tena ulimwenguni. Mbona basi kama hakuna mtu akafungwa milele? Kufungwa milele si ndio unabakishwa mpaka ufe? Sasa huko ndio kubaya zaidi, kwa sababu wewe umefungwa mpaka ufe, na ikiwa umekadiriwa kuishi miaka 80 ama 90, utaishi katika dhiki sampuli gani? Kwa watu wako huendi, watoto wako hukai nao, watu wako hukai nao, kazi zako hufanyi tena, wewe umefungwa sehemu moja tu kwenye boma mpaka ufe. Hilo na kuondoshwa mara moja, ipi rahisi? Afadhali mtu akaondoka anajua kwamba siwatii dhiki watu wangu na mimi siishi na dhiki. Ndio Uislamu umekuja kuleta sheria namna hiyo, papo mambo yaishe, nyinyi endeleeni na maisha, yule ataenda kwa Mola wake, atajua amepata kitu gani, kuliko kwamba umewekwa wewe milele, umefungwa milele huko ulimwenguni, huko akhira, watu wako huko nao na jamaa zako huko nao na maisha pia huna. Sasa lakini si anaishi? Kwani kuishi katika hali hiyo ndo sawa? Ilipokuwa sheria inajua kwamba hakuna kumdhalilisha binadamu kwa kumfunga, basi afadhali atoke, kwa sababu mambo yaishe. Na hii ni nidhamu ya Kiislamu. Tayeb, tusiende zaidi hapo. Sasa Mola Subhanahu wa Ta'ala alipotueleza utendakazi wake katika al-alamul ulwi, ulimwengu wa juu, akawa yatuelezea Mwenyezi Mungu ndiye aliyetandaza ardhi na akaweka ndani yake milima na mito na kila matunda, akaweka mbegu mbili ya kiume na kike, akawa yuwafinika mchana kwa usiku. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkaruna, hakika katika hayo kuna ishara kwa wenye kufikiria. Tunapofikiria tutapata maelekezo na tutapata mwelekeo, lakini ikiwa hatufikirii, basi huwa tunafanya mambo kiholela. Na binadamu ametofautishwa na wanyama wengine kwa sababu ya tafkir, na kwa sababu ya mawazo, na kwa sababu ya akili ambayo yamuonyesha haki akaifuata, na ikamuonyesha batil akaweza kuepuka. Kwa hivyo sheria yetu ya Kiislamu imepangwa namna hii. Tayeb, katika darasa letu la jana na darasa la juzi, ili tukamilishe maneno, kumekuja maswali mengi sana. Wengine wako na sisi katika darasa, wengine hata ni wasafiri, washasafiri, lakini walikuwa na hamu ya kujua baadhi ya mambo tuliyoyataja katika darasa, wakaomba tafadhali maswali yetu ustadhi tujibie, kwa sababu tunajua zinarekodiwa, tutaziangalia kisha umejibu vipi ama tumeelezwa vipi. Na hii ni kumaanisha kwamba alhamdulillah darasa letu ni darasa la kuelimisha, na watu wana hamu ya kuelimika, na ikiwa jambo hawajalielewa basi wana hamu walielewe. Tunapopata maswali huwa sisi tunajua kwamba hapa watu wana haja ya kusoma na wana haja ya kuelewa. Ndio wengine wako katika safari, lakini wanasubiri majibu ya maswali yao, ambayo insha Allah tutajibu katika hizi dakika 10 ambazo tuko nazo, ili tuweze kumaliza darasa. Jana tumeeleza tukasema kwamba itikadi ya ahli sunna wal jamaa ni kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala hajabebwa na kiumbe wala hajafinikwa na kiumbe, kwa sababu
Arshi tunayoisikia ni kiumbe. Kursi, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard, ni viumbe. Samawati yenyewe ni viumbe, al ard pia ni viumbe. Sasa Mola subhanahu wa ta'ala, je, kuwa ni Mola ameanza siku fulani kuwa Mungu? Mungu hana mwanzo, la awwala la bidayata li awwaliyatihi wala nihayata li akhiriyatihi. Yani Mola ni al-awwal wal akhir, lakini katika hili neno ni wa kwanza na wa mwisho. Ulama pia wakatwambia al-awwal la bidayata lahu, ni wa mwanzo asiyekuwa na kuanza, na ni wa mwisho bila kumalizika, la nihayata lahu, lakini yosifika kwa al-awwal kabla ya kupatikana chochote ulimwenguni, wal akhir ba'da fana'i khalqihi, baada ya vitu vyote kumalizika na ulimwengu wenyewe kuisha, Allah subhanahu wa ta'ala atabaki kuwa ni Allah. Nafikiri hili tumelielewa. Sasa ikiwa Mola subhanahu wa ta'ala ndiye aliyezusha yote haya, suala likaja kiakili kwamba ikiwa hivi viumbe ni viumbe Mungu ameviumba, na ina siku imeanza, huwa alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqan ma tara fi khalqi arrahman was samaa banaynaha bi aydin wa inna lamusi'un khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyam thumma, paka mwisho ayat. Sasa kabla ya Mungu kuumba hivi vitu, tutakapokazania kusema Mungu yuko mbinguni, Mungu yuko juu ya arshi, Mungu ni kadha, hivi vitu Mungu aliviumba. Kabla hajaviumba Mungu alikuwa anasifika kuwa mahali, na wakati mahali penyewe hakuna. Na tukisema ndiyo baada ya kuumba ndo akajitaja yeye yuko wapi, basi tunamthibitishia Mungu sifa ya kiwiliwili, sifa ya kugura. Yani Mungu alikuwa huku, sasa yuko huku, na hii ni sifa ni ya binadamu, ni mustahil kwa Mola. Mola hasifiwi kwa sifa ya kugura. Sifa ya kugura ni sifa ya kiwiliwili, na Mungu si mwili wala si kiwiliwili. Atagura vipi kutoka huku kwenda huku? Hili swala jamani, tusilichukulie kirahisi, na tunapolijadili pia talabatul ilm, wanafunzi kama sisi, tunapojadili tusipigane juu ya masala haya, tujadili namna ulama wetu walivyojadili, kisha tuangalie ipi iliyoonekana imeenda sambamba na Qur'ani, ipi imeenda sambamba na akili ya binadamu iliyokamilika, kwa sababu Qur'ani na akili hazipingani. Lakini tunapokuwa sote tuna mrengo ama tuko na upande, mimi natetea upande wangu na wewe watetea upande wako, hapo hatutafuti haki, hapo sisi tunateta. Lakini tuje katika kujadili haki, mimi naona hii ndio imekaa sawa na aya za Qur'ani na akili ya binadamu, na wewe umeona hii ndio imekaa sawa. Makusudio yetu ni nini? Sote tunamtakasa Mola subhanahu wa ta'ala, sote tunamfanya Mola asifanane na viumbe. Lakini je, ni matamshi yapi ambayo yataonyesha kweli mimi nimemtakasa Mola, na ni matamshi gani ambayo yanaonyesha kweli mimi nimemzulia Mola sifa ya kiumbe? Hapo ndo kuna tofautiana. Lakini sote tunakimbilia kwamba Mungu si kama viumbe, laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Tuelewe namna hiyo. Haya masala si masala madhehebu ya kutetea, ni masala ya kutafuta usawa, na usawa si milki ya fulani, usawa si haki ya fulani, usawa ni haki ya kila mtu, na usawa unatutosha sote. Na wewe ukipata huo usawa na mimi nikija kupata usawa huo, bado unatutosha. Hatuwezi tukagawanyana usawa ukaisha. Usawa uko vile vile, ni mimi na wewe sasa tukubali kuchukua usawa, kwa sababu usawa si milki ya fulani, si milki yangu wala si milki yako. Usawa ni usawa, sote tunafaa kuufuata ule usawa. Tayeb, ulama wa ahli sunna wal jamaa walipitia katika tarikhi ya Kiislamu marhala mbili, yani wanaita era mbili. Walipitia nyakati mbili tofauti. Wakati wa kwanza ni wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam,
mpaka kuja kwa wanazuoni wa madhhab wa ahli sunna wal jamaa kina al-Imam Shafi'i, al-Imam Ahmad na al-Imam Malik, al-Imam Abu Hanifa, maisha yao ambayo ilikuwa ni karne 3 ama 4 za kwanza, karne bora aloisifu Mtume akasema khairul quruni qarni, bora ya zama ni zama zangu, thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, kisha karni ya masahaba, kisha karni ya tabi'in au karni ya tabi'in. Kwa hiyo karni bora ambayo ilikuwa haijavurugika mambo ilikuwa ni karni ya Mtume na masahaba, karni ya tabi'ina waliofuata masahaba waliowaona masahaba, na karni ya tabi'ina waliowaona masahaba. Na ndio baadhi ya hawa ulama wetu wa Ahlus Sunna wal Jamaa, waanzilishi wa madhhab ambao ni Imam Shafi, Imam Malik na Imam Abu Hanifa na Imam Ahmad, walikuwa katika mwisho au wengine walikuwa haswa katika hizo karni zilizotajwa za tabi'ina. Kuna baadhi ya hao maimamu wetu waliowahi kuwaona watoto wa masahaba wakaishi nao, na wengine wakapokea kwa baadhi ya masahaba. Kwa hiyo wako katika zama hizo ambazo mambo hayakubadilika. Zama hizo ilikuwa mambo ya kidini hayajadiliwi sana kwa akili, japo Qur'ani imezungumza kiakili mara baadhi ya mambo, lakini wao walikuwa hawakutangamana na watu ambao ni maajemi. Maajemi ni wasiokuwa Waarabu. Kila asiyekuwa Mwarabu hata kama ni mzungu anaitwa ajemi, yani ajam. Sasa watu walikuwa hawajatangamana sana na Waarabu, walikuwa wanaielewa lugha yao. Wakiambiwa Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, wao washafahamu, hawataki mjadala. Istiwaun yaliqu bijalalihi subhanahu wa ta'ala. Ndio ulama wetu wakubwa wa zama za mbele walikuwa wakitafsiri namna hii, wakisema Mwenyezi Mungu amethibitisha kwamba yeye istawa ala al-arsh, lakini sisi tunasema hivi istiwaun yaliqu bihi, ni istiwa inayolingana na cheo cha Mola subhanahu wa ta'ala. Hatujui namna yake wala hatuwezi kueleza namna yake. Hii ndio ikaitwa madhhabu salaf. Na tukisikia salaf usifikirie ni kundi fulani mpaka leo wako hai. Salaf ni muda fulani wa zama ambao watu wa zama hizo walijulikana kwa jina la salaf, waliotangulia wema. Sasa wale madhhabi yao ama masala yao ya kiakida walikuwa hawaelezi sana kiakili, wanatosheka kusoma aya za Qur'ani, wanasema sisi tunaamini hivi ilivyokuja, wala hatujui undani wake, wala hatuna haja ya kuzungumza undani wake. Lakini ulimwengu ulivyoanza kupanuka, daula ya Kiislamu ikapanuka, kukaenda mpaka Baghdad, watu wakasafiri na kufanya da'wa, wakaingia sehemu za Fursi, wakaingia sehemu za Roma, wakaingia sehemu za Yaman, wakaingia Ethiopia na kwingineko, na biashara zikafunguka na watu wakasilimu. Kulipatikana Waislamu ambao wengine wao walikuwa ni wafuasi wa dini zingine. Kuna Manasara waliosilimu, kuna Mayahudi waliosilimu, kuna Mafursi wanaoabudu moto waliosilimu, kuna watu walikuwa kiabudu wanyama wakasilimu, kuna watu walikuwa hawaamini kamwe dini wakasilimu. Sasa wale waliosilimu, kila moja alikuja na chake kile alichokuwa nacho kabla. Tunaelewana mpaka hapo? Kila aliyekuja katika Uislamu alikuja na mambo fulani ambayo alikuwa anayaamini katika dini yake, na wengine walikuwa ni wasomi wa dini yao. Sasa walipokuja kwa Uislamu, wanapojadili swala la kiimani la kiakida, wanajaribu kujadili walivyozoea kujadili wao kujadili katika dini zao za kabla. Sasa kukaanza kuingia vurugu katika masala ya imani. Mungu yuko wapi? Mungu ana mikono, hana mikono? Mbona Mungu amesema bal yadahu mabsutatani yadullahi fawqa aydihim? Sasa mbona wakaanza kuleta taswira walioizoea wao katika logic ya dini yao. Sasa watu wakaingiza mambo katika dini ambayo ilikuwa hayamo katika dini. Ikabidi sasa ulama wa Ahlus Sunna wa zama hizo wasimame imara. Sisi tunataka kupambana na hawa watu ambao wamekuja kukoroga dini vibaya. Sasa tutawatosheleza vipi? Tutawajadili vipi? Ukiwajadili kwa aya za Qur'ani, ukiwaambia Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, kisha ukamwambia mtu mimi sijui istiwani vipi,
Atakwambia lakini si tumeambiwa sisi tutumie akili, si haya mambo tunaweza tukajadili kwa akili. Sasa ile akili sasa ikawa inapewa nafasi ya kujadili mambo. Ulama wetu sasa wa Ahlus Sunna, kuanzia kina Abu Musa al-Ash'ari, kuanzia kina Abu Mansur al-Maturidi, hawa wakasimama kutetea aqida ya salafu saleh, lakini kwa kutumia logic, kwa kutumia nasi za Qur'ani na hadith, wakijaribu kuzitafsiri kwa akili ya hawa walioleta mambo fulani katika dini ya Kiislamu. Lazima tuwajibu kulingana na wanavyoelewa wao, kulingana na mbinu wanavyotumia wao kuelewa dini. Ikazuka kitu kinachoitwa ilmul kalam, elimu ya kujadili akida. Jamani, tuko pamoja? Kukazuka kitu kinachoitwa falsafa ya Kiislamu. Al-Imam al-Ghazali akatunga kitabu akaita hii ndio falsafa. Alipotunga falsafa, wale wana falsafa wakafurahi sana, wakasema Imam Ghazali pia amekuwa wetu, sasa anatunga kuhusu falsafa. Baada ya hapo akatunga kitabu akaita Tahafutul Falasifa, maporomoko ya wanafalsafa, kama kuwachapa sasa, nyinyi mnategemea akili peke yake, wacha mimi niwafundishe Qur'ani imetufundisha vipi kutumia akili. Sasa kina al-Imam al-Ghazali al-Ash'ari ndio watu wakaitwa Ahlus Sunna wal Jamaa al-Ash'ariyya au al-Ash'ariyya. Hawa sio kundi kando katika Ahlus Sunna. Hawa ni watu waliokuja baada ya karne 4 za mwanzo, walikuja kupambana na wale wanaoitwa Mu'tazila, watu waliokanusha mpaka uwepo Mungu. Mara nyingine wanakwambia Mungu sijui vipi, wanakwambia Mungu haonekani, si duniani wala si akhira. Ikabidi ulama wa Ahlus Sunna wasimame wapambane na hawa watu kwa ile elimu wanaojua wao wale watu, kusudi waende sambamba. Na hii elimu iko ndani ya Qur'ani msingi wake. Kwani Nabii Ibrahim alipojadiliana na watu wake aliwaambia nini? Nabii Ibrahim alimwambia Mungu wangu anahuisha. Yule naye akamwambia na mimi pia nahuisha, wa ana uhyi, mimi pia nahuisha. Vipi? Ambia akawatoa watu wawili jela waliokuwa wamehukumiwa milele kifo. Mmoja akamwambia nenda zako, mwingine akamuua. Ambia unaona, huyu nimempa uhai, huyu nimemuua. Sasa unataka nihuishe vipi zaidi ya hivi? Nabii Ibrahim akajua kwamba huyu ni mshindani, wacha nimpe dalili nyingine. Akamwambia fa inna Allah yati bishamsi minal mashriq fa'ti biha minal maghrib fabuhita alladhi kafar. Nabii Ibrahim akamwambia sasa, wewe ikiwa unadai unaua na unahuisha, hebu sasa Mwenyezi Mungu analeta jua kutoka mashariki kwenda magharibi, wewe leta kinyume, toa jua magharibi iende mashariki. Iko ndani ya Qur'ani hiyo. Fabuhita alladhi kafar, yule bwana akasema hapa nimeshindwa, siwezi kuleta jua kutoka magharibi kwenda mashariki. Hii ni dalili gani? Dalili ya kiakili. Kwa hiyo akili iko ndani ya Qur'ani. Ndio kina al-Imam al-Ghazali, al-Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari, Abu Musa al-Ash'ari, Abu al-Hasan al-Ash'ari, Abu Mansur al-Maturidi na Abu al-Hasan al-Ash'ari wakasimama kupambana na wanafalsafa wanaochafua akida kwa masala ya kidalili ya Qur'ani na Sunna na masala ya kiakili, ndo wakaitwa al-Ash'ariyya. Hawa watu shekhe, ni muhimu tusome historia, tusiseme tu mambo bila kuyafahamu. Sasa ulama wa zama hizo za karne ya kwanza, pili, tatu, nne walikuwa hawana haja ya kujadili mambo kiakili, kwa sababu mazingira ilikuwa wengi ni Waislamu. Ukiambiwa Allahu amintum man fi samaa, wao washajua samaa kwa lugha ya Kiarabu ni kila kilichopo juu. Hawataki kujua yuko vipi, amekaa wapi. Hiyo imeisha kwao, wanaamini, wanaendelea. Kwa hiyo madhhab ya salafu saleh wanasema amanna bihi, sisi tumeamini wala hatutaki kujadili. Madhhab ya khalaf ambao ni wanazuoni wa Ahlus Sunna wal Jamaa waliokuja baada ya karne ya 4, madhhab yao walikusanya hizi mbili, wakasema sisi kwa sisi imani yetu tunaamini Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, bila kujua namna yake, bila kupinga hilo, la ta'til wala ta'wil, wala hatukanushi wala hatuleti tafsiri isiyoeleweka, tunaiamini kama ilivyokuja. Lakini wanapozungumza na watu wasioamini dini, wanawaambia naam, sisi tunaamini hivi, kiimani ni hivi.
Lakini ukitaka kimjadala, Mwenyezi Mungu hajabebwa na mahali, kwa sababu Mungu ndio ameumba mahali. Ndio wakasema Allahu mawjudun bila makan, kwa sababu alikuweko kabla ya kupatikana mahali na sasa pia yuko bila mahali. Tukimaliza, wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh, ikiwa hii kursi na ndio hiyo arshi imefinika mbingu na ardhi yote. Hii kursi ya Mola ambayo ndio arshi ya Mola, kwa ulama wanaosema kwamba kursi ndio arshi na arshi ndio kursi. Ikiwa hii kursi au arshi imefinika mbingu na ardhi, ina maana iko wapi hiyo arshi yenyewe? Ikiwa Qur'ani inatuambia wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh, ikiwa arshi ya Mola imefinika mbingu na ardhi, itakuwa iko wapi? Iko kila mahali. Sasa ukiuliza Mungu yuko wapi, ukatwambia yuko hapa juu, ndio pale tuliosema jana, hii juu inamaanisha kulingana na wewe, na kulingana na mwingine juu yake ni kwengine, na kulingana na mwingine juu yake ni kwengine. Kwa hiyo ndio wakasema Allahu mawjudun bila makan. Tuko tumemaliza mazungumzo. Maswali yaliyokuja ni mawili, ndio tumalize darasa. Ndugu yetu mmoja alituuliza, yule pale rafiki yangu, mzee wetu, ammi yetu, anasema ustadh, ikiwa sisi tunasema akida ya ahli sunna ni Mungu yupo bila mahali, kwa sababu yeye ndio aliyeumba mahali na alikuweko kabla ya mahali, mbona sasa mtume alipoenda Isra na Miraj na akaenda mpaka mbingu ya saba, kisha Mola akazungumza naye, kwa nini hakuzungumza naye hapa ardhini? Je, hii ilikuwa inamaanisha kwamba Mungu alikuwa mbinguni? Ni sual mantiki, yani hii suali inaingia akilini na kila mmoja anaweza kuuliza swala hilo. Mbona sasa mnatuambia mtume alienda mbinguni akapewa swala, akapewa cha kupewa, na Mungu akazungumza naye kisha akashuka? Tayeb, ina maana Mungu alikuwa juu? Rafiki yangu mwingine wa pili akauliza swala, ustadh, sisi tunaambiwa kwamba ikifika thuluthi ya usiku ya mwisho Mwenyezi Mungu anateremka mbingu ya kwanza ya ulimwenguni. Sasa alikuwa wapi mpaka akateremka wingu wa kwanza? Maswali mahali pake. Watatu wakauliza, ustadh, sasa haya mambo yataenda vipi? Tuseme hivi, Mola Subhanahu wa Ta'ala alipotwambia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alienda mpaka Sidratul Muntaha, mwisho wa mambo kumalizika. Lakini tuelewe kitu kimoja, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoenda Isra na Miraj, alienda kumuona Mungu ama alienda kuona utendakazi wa Mungu? Alienda kuona utendakazi na ishara za Mola. Vipi? Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina, ili tumuonyeshe katika ishara zetu. Kwa hiyo mtume akwenda Isra na Miraji kumuona Mungu kwanza, alienda kuonyeshwa ishara za Mola. Kwa nasi ya Qur'an inasema hivi, linuriyahu min ayatina, ili tumuonyeshe katika ishara zetu. Jamaa tuko pamoja? Kwa hiyo mtume safari ya Miraj hakuenda kwanza kumuona Mungu, alienda kuonyeshwa utendakazi wa Mungu ardhini ambayo ni Isra na mbinguni ambayo ni Miraj. Katika Isra ameelezwa, akaambiwa linuriyahu min ayatina, subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir. Ilipokuja masala ya kwenda mbinguni, sasa mtume aliambiwa hivi, wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Alipokuwa mbinguni huko bil ufuqil a'la, katika ulimwengu wa juu kabisa, dhu mirratin fastawa wa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Ulama wakasema akamkurubia Jibril karibu sana, fa auha ila abdihi ma auha. Mola sasa akampatia mtume wahi yale ambayo amempatia wahi. Hapa Mungu
amejionyesha kwa mtume ama amempa wahi? Fa auha ila abdihi ma auha. Aya inasema mtume alipoenda Miraji amempatia mtume wahi. Kwani Mungu alikuwa hawezi kumpatia wahi mtume akiwa chini? Alikuwa anaweza, lakini alimpa akiwa juu kwa sababu ya kumkirimu. Tayib, sasa ulama wanasema hivi, Nabii Musa alipopewa Taurat aliambiwa nini? Mungu anasema, nisameheni kidogo, dakika za leo ilikuwa si za kuzidishwa, lakini kidogo swala hili nitaka kumaliza leo, tusirudie tena kesho. Mwenyezi Mungu anatuambia wa wa'adna Musa, kabla ya hapo, inni ana rabbuka faqla'na alayka innaka bilwadi almuqaddasi tuwa wa ana akhtartuka fastami lima yuha. Nabii Musa alipoitwa na Mungu, aliitwa kwenda wapi? Turi Sina. Sawa, hakwenda mbinguni, na Turi Sina iko baina ya Misri na Israeli katika mipaka yao, mlima wa Sinai. Mungu alimwambia Nabii Musa, nenda Sinai pale. Akaambiwa katika aya ya Qur'ani inatuambia, kisha Mungu akamwambia inni ana rabbuk, mimi sasa ndo Mola wako. Wako wapi hapo? Turi Sina. Yani Nabii Musa yuko Turi Sina, lakini Mungu anazungumza naye akiwa wapi? Yani Nabii Musa akiwa wapi? Turi Sina. Mungu anamwambia inni ana rabbuk, mimi sasa ndo Mola wako. Je, Nabii Musa alimwona Mungu hapo? Hakumwona. Lakini Mungu alichagua kuzungumza na Musa kwenye Tur, na akachagua kuzungumza na Mtume Muhammad kwenye Sidratul Muntaha. Kama vile utakavyoniambia na Mungu hakuwa Turi Sina, nitakwambia wala Mungu pia hakuwa katika Sidratul Muntaha. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo Mungu hasifiwi kwa yuko mahali fulani, bali anamwambia tayib. Nabii Musa alitaka kumwona Mungu, alifikiria labda, si kwamba alikuwa hajui kama Mungu haonekani, lakini alitamani, aliposikia ladha ya mazungumzo na Mola, alitamani ni muone. Rabbi arini anzur ilaik, Mola hebu nifanye niweze kukuona. Mungu akamwambia lan tarani, hutoniona, walakin anzur ila aljabal, lakini tizama hilo jabali, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, hilo jabali likibakia lilivyo utaniona. Lakini jabali ilikuwa halikubakia, basi mimi sionekani. Ndio pale falamma tajalla rabbuhu liljabal. Sio Mungu, sio kwamba alikuja kwa jabali, Mungu alileta nguvu zake kwenye jabali. Jabali likashindwa kuvumilia nguvu ya Mungu, likavurujika, likawaunga. Musa akaanguka, akazimia. Sasa ni kama anaambiwa Musa, ikiwa wewe hukuweza kuona nguvu zangu zilizojitokeza kwenye jabali mpaka jabali likasagika likawaunga, wewe nyama na damu na mfupa utavumilia? Kwa hiyo sasa huwezi kusema Mungu alikuwa pale Turi Sina. Tayeb, sasa Mtume Muhammad alipoenda Miraji, ni Mungu alitaka kumpa wahi akiwa Sidratul Muntaha, sio kwamba Mungu ndo anaishi huko. Kama vile alivyopewa Nabii Musa Injili, Taurat akiwa Turi Sina, na Mungu kuzungumza naye, wakallama Allahu Musa taklima, ilikuwa ardhini. Huwezi niambia Mungu alikutana na Musa akiwa chini, ama Mungu alikutana na Mtume Muhammad akiwa mbinguni. Hata kama kuna riwaya inayosema Mtume aliulizwa, ulimuona Mola wako? Akasema nitamuona vipi, mimi nimeona nuru. Yani Mtume hakusema nimemuona Mungu, alisema nimeona nuru. Sasa ikiwa nuru ya Mola ndio imejidhihirisha, ni Mungu ametaka nuru yake ijidhihirishe mahali fulani, lakini sio Mungu yuko mahali hapo. Hii ndio itikadi ya Ahlusunna wal Jamaa. Mwenyezi Mungu anateremka katika wingu wa kwanza. Ulama wa salafu salih wanatuambia nuzulun yaliqu bijalali, namna anavyoteremka Mungu yeye ndio anajua, sisi hatujui. Hawakusema hateremki, Mwenyezi Mungu anateremka anavyojua yeye na anavyotaka yeye, sisi hatujui. Lakini wakatafsiri tafsiri ya pili, wakasema tukikubaliana kwamba mbingu imefinika ardhi kama tulivyosema, na ndio ilivyo kwenye Qur'an. Sasa ikiwa Mungu anateremka thuluthi ya mwisho ya usiku, kwangu mimi ambaye ni saa 9 kuendelea, ndugu zetu walioko uzunguni mchana, wakati huo Mungu atakuwa hajateremka? Hebu tujiulize maswali namna hiyo kidogo. Si tumeambiwa li qaumi yatafakkaru? Ikiwa mimi kwangu usiku saa 9 ndio thuluthi ya mwisho, nimeambiwa ni muombe Mola kwa sababu Mungu anateremka,
katika thuluthi ya mwisho. Je, wale ambao saa hiyo kwao ni mchana watakuwa hawajafaidika na uteremko wa Mungu kwangu? Tupo. Sasa je, hii thuluthi layli al-akhir ni ngapi katika ulimwengu? Haina idadi, kwa sababu thuluthi layli kwangu ikiisha inaenda kwa mwingine, bado ni thuluthi layli, itaenda kwa mwingine, bado ni thuluthi layli, itaenda kwa mwingine, bado ni thuluthi layli. Sasa Mungu atakuwa anateremka vipi mara ngapi? Kumaanisha kwamba ndio ulama wa Ahlus Sunna wetu waliokuja baada ya karne ya 4 na 3 wakasema hii inamaanisha Mwenyezi Mungu anazikurubisha neema zake kwa waja wake. Mwenyezi Mungu anateremsha zile baraka zake zinakuwa karibu sana na waja wake, ili sasa wale watu waseme tunataka. Kwa sababu Mungu anasema nani atataka msamaha ni msamehe. Huyo kumbe kinachoteremka ni msamaha wa Mungu unakuwa karibu na nani? Na mtu, sio Mungu mwenyewe ndio ameteremka. Ndio ulama wetu wameenda njia hizi mbili. Namaliza nikisema tumeambiwa ndani ya Qur'an, wa idha sa'alaka ibadi anni, waja wangu wakikuuliza mimi, ewe Muhammad, waja wangu wakikuuliza wewe kuhusu mimi. Mungu amesema fa inni qarib, mimi niko karibu. Karibu vipi? Ukisema ukaribu wa mahali, ina maana Mungu karibu na sisi hapa tulipo. Ikiwa unakusudia wewe ukaribu wake ni wa kimahali na Mungu hana mahali, fa inni qarib, hii neno qarib maana yake najibu maombi yao, sio karibu kuwa nimekana kila mtu. Nadhani tumeelewa, na masala haya tusiyaingie sana kwa undani, lakini kiasi hiki ambacho tumefahamu na tumeelewa, insha Allah Mwenyezi Mungu atupe kushikamana nayo, na tusiingie katika mjadala mrefu ambayo hatuwezi kutoka, ila ikiwa tutakuwa sisi tuna maarifa ya kuweza kujadili mambo kielimu. Lakini mpaka hapa masala haya insha Allah tumemaliza, tutaingia tena katika masala mengine yanayofuata. Kwa leo ilikuwa darsa iwe fupi sana, lakini ami yangu namuomba msamaha, nisamehe. Nimetaka kufunga maudhui haya ya istiwa kwa maswali mengi yaliyokuja, ili tufunge, tuendelee na masala mengine kesho yanayokuja. Na nyote mliokaa mtanisamehe, tutasoma suratu Yasin kisha tutakamilisha kwa dua. Itakuwa hatukuharibu wakati wala hatukuchelewesha watu sana, nisameheni sana kwa hilo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.